Ndugu watazamaji popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu kutoka kwa hichi kituo chako cha Tanzania News TV. Endelea kusubscribe, endelea kulike video. Sasa taarifa za hivi punde ambazo zimeweza kutolewa zinaeleza kwamba askari polisi ameuliwa na wananchi mkoani Arusha. Jinsi ambavyo unaona hapo, kuna ukurasa huu mkubwa sana katika taifa letu la Tanzania, ukurasa wa Chadema in Blood. Ukurasa huu umeweza kutundika taarifa hizi kwamba jinsi ambavyo unaona hapo, tukio limetokea Arusha tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2026 hapo jana. Na kituo ambacho kiliweza kuripoti ni Mwanahabari, na wakaeleza kwamba askari polisi auliwa na wananchi mkoani Arusha. Unajua hawawezi wakaripoti uongo. Mnaelewa, katika taifa letu la Tanzania vituo vikubwa, ukiripoti uongo unakamatwa, kituo chako kinafungwa. Kipindi ambapo hizi taarifa, mpenzi mtazamaji, zinazidi kuenea kwamba polisi ameuawa na raia Arusha, japo haijaweza kuelezwa mgogoro ulikuwa upi, ni kipi ambacho kilisababisha mpaka polisi huyu akauawa na raia. Ni lazima ujue kwamba raia wakiamua kuchukua sheria mkononi mwao, basi hivi vyombo vya dola aswa polisi walikuwa na makosa. Raia hawawezi wakakurupuka na kumvamia polisi, haiwezekani. Na mimi si eti kwamba ninatetea raia, bali ninawaeleza. Hauwezi ukaniambia kwamba wewe mtazamaji wangu mwenye unanitazama, utaamka kutoka nyumbani kwako, utanyanyuka kutoka nyumbani kwako, ubebe panga, ubebe mawe, ubebe mpini, umshambulie polisi hadi kuaga. Hapana. Hiyo ni kumaanisha huyu polisi matendo yake hayakuwa yanawapendeza raia. Hiyo ni kumaanisha kwamba kuna kitu ambacho huyu polisi alifanya kikawakasirisha wananchi. Kuchukua sheria mikononi sio jambo nzuri, lakini kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa hapa. Raia hawawezi wakakuwa wajinga, hawawezi wakakurupuka na kumshambulia polisi pasipo na chanzo. Wacha nikueleze mpenzi mtazamaji, polisi wamekuwa kipaumbele kuendeleza udikteta katika taifa letu la Tanzania. Polisi wamekuwa wakitumika na utawala huu wa Samia pasipo kujali kwamba hawa ambao wanawatesa ni wananchi. Na wacha nikueleze hivi, tangia yale matukio ya mwaka uliopita, mwaka 2025, wakati ambapo uchaguzi ulipigwa au kura ziliweza kupigwa mwezi wa 10 tarehe 29, wachache wakashiriki ule uchaguzi, wengi wakasusia, kwa sababu wananchi walisema kwamba ule uchaguzi ulikuwa unaegemea upande wa serikali, na ule uchaguzi viongozi wa upinzani walifungiwa nje. Polisi walihusika sana kuwaua wananchi.
ambao walikuwa wanaandamana wakikataa ule uchaguzi usitendeke, ambao vile vile walikuwa wanaandamana wakikataa ushindi wa Samia ambao ulisemekana kwamba ni ushindi wa mchongo. Sasa wananchi wako na hasira sana ya kulipiza kisasi kuelekea kwa polisi. Polisi walikuwa na wakati wao mwaka uliopita, wakatunyanyasa, wakapiga wananchi risasi. By the way, let me tell you, watu ambao walihusika kuwatoa wananchi uhai ni maafisa wa polisi. Polisi ndio walihusika kuwatoa wananchi uhai, na wananchi waliona. Usije ukasema eti kwamba raia wamesahau kile kitendo. Hawawezi. Sasa unataka kuniambia eti kwamba ulimpoteza rafiki yako kwa utepetevu wa polisi kuwapiga risasi, kuwatoa uhai. Ulipoteza jamaa wako kutokana na ujinga wa polisi kuwapiga risasi. Ulipoteza mwanafamilia wako kutokana na upuzi wa polisi kuwapiga raia risasi. Alafu nataka kuniambia eti kwamba utasahau mpendwa wenu. Na baya zaidi lililotokea ni pale ambapo ndugu zetu waliuawa, miili yao ikafichwa, ikazikwa kwenye makaburi ya pamoja upande wa Kunduchi. Sio mimi Bwana Ezra nimeweza kusema hayo eti kwamba watu walizikwa upande wa Kunduchi. Ripoti ambazo ziliweza kutolewa, mfano na BBC, mfano mwingine CNN, zilionyesha wazi miili ya ndugu zetu ilizikwa upande wa Kunduchi. Na hii ndio hasira ambayo wananchi wanabeba mpaka sasa hivi. Polisi wakikosa, lazima wajue kwamba wananchi wako na hasira. Na mimi sijatetea vitendo kama hivi mahala ambapo napata kwamba raia wanachukua sheria mikononi mwao, lakini ni heri niwaambie ukweli. Raia wako na hasira na hawawezi wakasahau matukio ambayo waliweza kutendewa mwaka uliopita. Na ndio maana unapata kwamba polisi akikosa, raia ukute kwamba wako wengi watachukua sheria mkononi mwao, jinsi ambavyo walichukua upande huu wa Arusha na wakamtoa uhai huyu askari polisi. Kwa nini? Vitendo viovu vya polisi. Polisi wanatumika kuendeleza udikteta. Polisi walitumika kuwatoa wananchi uhai. Wananchi wamesema kwamba ndugu zao waliuawa ndio, ndugu zao walizikwa ndio. Hadi wa leo hakuna haki ambayo imeweza kupatikana. Na ukitaka kujua kwamba wananchi wako na hasira, nenda kwenye ukurasa wa Facebook wa Chadema in Blood, alafu uweze kuangalia kauli ambazo zimetolewa hapa na raia wa taifa la Tanzania. Ndipo utajua kwamba polisi walihusika kutekeleza unyama, alafu na wananchi na wao wako na hasira sana. Mwingine akasema kwamba apumzike kwa mateso kwa sababu walikuwa na uchu sana wa kuua wananchi mwaka uliopita. Sijui wazo lako ni lipi, ila tusizoee kuchukua sheria mikononi mwetu. Lakini hata hivyo, huyu polisi atakana kwamba alikuwa amekosa, tungepiga au raia hawa wangepiga ripoti kwenye kituo cha polisi, unafikiria kwamba haki ingetendeka? Hakuna. Na ndio maana hawa raia walichukua sheria mikononi mwako ama mikononi mwao. Endelea kusubscribe, endelea kulike video, tupatane kwa kanda ijayo.